Karibuni kwenye mafundisho yetu ya kujitambua. Jina langu Majaliwa Machinda. Na karibisheni tena kwenye mada hii. Tabia 10 za mtu anayejitambua. Utajuaje kama wewe umefikia kiwango cha kujitambua? Zipo tabia ambazo zitaashiria kwamba wewe una kiwango cha kujitambua. Tabia ya 6 tunayoiona kwa mtu aliyejitambua ni kwamba ana malengo ya maisha. Mtu anayejitambua huwa na dira ya maisha na uchukua hatua kuelekea kutimiza malengo hayo. Manake amejiwekea malengo, ameweka dira, anatembelea hiyo dira. Ni kama mkuki, busole. Anatembelea hiyo. Ikimwambia twende mkono wa kushoto, wanaenda. Mkono wa kuume au wa kulia, anaenda. Manake hiyo dira au hayo malengo ndio yanamsaidia kwenda hatua moja na nyingine. Mtu aliyejitambua utampata na hii tabia kwamba ameweka malengo ya maisha. Malengo ya maisha yanaweza kuwa ya kujiendeleza yeye mwenyewe na kuendeleza jamii au kuendeleza familia. Kwa hivyo malengo yanaweza kuwa ya kibiashara, malengo ya kiuchumi, malengo ya maendeleo kwenye nyanja mbalimbali. Kwa hiyo mtu anajiwekea malengo yanayomfanya kuendelea. Na maanisha nini? Anajipangia asubuhi vile itakuwa, anajipangia jioni vile itakuwa. Manake anapanga siku yake nzima jinsi itakavyoenda. Anapanga mpaka wiki nzima jinsi itakavyoenda. Anapanga mpaka wiki 2. Ina maana kwamba mtu anayejitambua tunamuona na hii tabia ya kwamba yeye ana malengo, na malengo yake hayaweki kichwani tu, bali hayo malengo mpaka ameyaandika kwenye karatasi, na wengine mpaka wanabandika hayo malengo kwenye ukuta karibu na kitanda, ili anapoingia kitandani anayasoma yale malengo, na anapoamka anayasoma yale malengo. Wengine wameweka kwenye desk zao za kazi, kama ni mtu anajihusisha na mambo ya kompyuta. Manake kwenye ofisi yake pale nyumbani pia ameweka hiyo karatasi ya malengo. Wengine wameweka kwenye kitabu chake, ile agenda, ile diary, amewekelea hapo, ameandika, ili kwamba ajikumbushe hayo malengo kila mara, ili asiondoke nje ya hayo malengo. Manake mara nyingi tunalenga vitu alafu hatuvidhamirii, mwisho wa siku tunapoteza taswira na hiyo dira inapotea. Kwa hivyo mtu anayejitambua ana malengo ya maisha, anajua anachokihitaji na anatengeneza miundombinu ya kukifikia, na anakuwa na dira ya maisha ambayo anaitembelea, ili kwamba aweke nguvu zake zote kwenye hayo malengo hawezi kuyatimiza. Tulisema katika kipindi cha hatua muhimu za kujitambua, tulisema kujiwekea malengo ni hatua nyingine. Lakini sasa hiyo pia ni tabia tunayoiona kwa mtu aliyejitambua. Hiyo tabia ya kuweka malengo au ya kuona kwamba mtu ana malengo tunaipata kwa mtu aliyejitambua. Ukikaa naye chini hivi muanze kuongea, umuulize wewe unapanga nini mwaka huu, unaona anaanza kukuambia nimepanga hiki, nimepanga hiki, nimepanga. Manake sio vitu anavyowazia, ni vitu alishatengeneza. Watu wengine wanatengeneza plan mwezi wa 12 Disemba, anaanza kutengeneza plan ya mwaka ujao. Anaangalia possibilities za maisha na anaangalia jinsi atakavyoenenda. Kwa hivyo itakapofika Januari anaanza kuimplement hatua moja ya yale malengo. Hivyo ukikutana naye mwezi wa 3, mwezi wa 4, atakufasiria malengo yote, maana yako kichwani na yako kwenye karatasi. Atakaposahau atafungua ile karatasi na ataweza kukueleza. Kwa hivyo kama una hiyo tabia, basi wewe umeanza kufikia kiwango cha kujitambua, maana utaweka malengo na mwisho wa mwaka utaenda kuangalia ni gani uliowezesha, au mwisho wa mwezi, maana malengo yanatofautiana. Kuna yale malengo yanaenda kwa mwaka mzima, kuna yale ya mwezi, ya wiki, ya siku. Kadri unavyoyaandika hayo malengo na unayawekea muda, kwamba deadline,
ndipo unaporudi kuanza kuangalia kama kweli ulifanikisha lile lengo. Kwa hivyo hiyo ni tabia tutaiona kwako wewe uliyejitambua. Tabia ya 7 tunayoiona kwa mtu anayejitambua ni kwamba ana mahusiano yenye afya. Yeye ana mahusiano yenye afya. Na maanisha nini hapa? Huyu mtu anayejitambua huchagua watu wanaomuunga mkono na kuepuka wale wanaomvunja moyo au kumdhalilisha. Kwa hivyo mahusiano yake yana afya, maana yeye amejichagulia watu wanaomuunga mkono kwa vitu vitakavyomfanikisha huko mbele, na wale watu ambao anaweza kufanya nao kazi katika njia ya mafanikio. Na huyu mtu anaanza kuepukana na wale watu wanaomvunja moyo, wale watu wanaomkatisha tamaa. Usichanganye na ile pointi niliyosema kwamba huyu mtu anapokea lawama, anapokea mrejesho. Ni tofauti na mtu wa kukuvunja moyo au kukukatisha tamaa. Mtu anaweza kukupa mrejesho kulingana na jambo ambalo hukufanya vizuri, lakini mtu anayekuvunja moyo au kukatisha tamaa ni yule asiyetaka ufanye kile kitu, na pengine anajua wewe una uwezo wa kukifanya, lakini kwa ajili ya pengine wivu anaanza kukukatisha tamaa, kuambia hutafika mbali ndugu yangu, hayo unayoyafanya ni mambo makubwa, yao yanafanyika na watu wakubwa, wewe hutaweza. Unajua kweli huyu mtu ananikatisha nini? Tamaa. Kwa hivyo mtu aliye na tabia kama hii ya mahusiano yenye afya anawaepuka, hagombani nao. Anaanza kuepuka wale watu wanaomkatisha tamaa. Anajua huyu sitaenda naye mbali, maana kila ninachojaribu kukifanya ananivunja moyo. Sio kwamba ananirekebisha sehemu ambazo sijafanya vizuri ili nifanye bora. Ananivunja moyo na kuniambia niache. Na pengine mimi mwenyewe naona umuhimu wake hapo mbele. Kwa hivyo mtu anayejitambua utamuona mahusiano yake ni yenye afya. Hata kwenye mahusiano yake ya kifamilia, manake huyu mtu atakuwa ana mume au mke anayemuunga mkono kwa miradi au kwa mambo anayoyafanya. Yule asiyeungana naye mkono anaanza kufuatilia jinsi ya kuepukana naye bila ugomvi. Manake mtu anayejitambua akishajua mimi nina uwezo wa kufanya hiki, na huyu mwenzangu yeye ananivunja moyo au ananikatisha tamaa, anaepukana naye kwenye mahusiano ili afanikishe malengo yake. Hagombani kwa sababu yeye anajua anachokitaka na ameshajipangilia malengo yake. Kwa hivyo anafuatilia malengo yake na anaenda na watu ambao wanamuunga mkono. Anaenda na watu ambao wako tayari kusonga naye mbele. Kwa hivyo kama unajitambua, utaanza kutengeneza mahusiano chanya, mahusiano yenye afya, kuhusiana na watu ambao wako tayari kukuunga mkono kwa vitu unavyofanya. Kukuunga mkono ni aina mbili. Kukuunga mkono aina ya kwanza ni kufanya na wewe vile vitu unavyovifanya, au kukupa mawazo, na katika yale mawazo wanaweza wakakupa mawazo ambayo yatakuwa kama yanakuvunja moyo hivi, ila yanakuambia kwenye hizi tabia zako na hiyo kazi unayotaka kufanya haviendani, rekebisha kwanza hapa, personal development, kisha uende pale. Manake hawa watu watakusaidia kwenye hivyo vitu viwili, aidha kufanya na wewe hicho unachotaka kufanya, au kukusaidia mawazo, na mawazo ambayo yanaelekeana kwa upande mwema na upande mbaya, ili wewe uweze kuchuja na kuendelea. Kwa hivyo utaona mtu aliyejitambua hagombani na watu, ana mahusiano yenye afya. Hagombani, sio mgomvi, maana anajua anachokifanya. Wewe ukija kwake na unaonekana hutaki kusapoti anachokifanya, anakatana na wewe kiurahisi tu, kiroho safi. Anakatana na wewe kiroho safi bila ugomvi, ili wewe uendeleze ya kwako na yeye anaendelea na ya kwake. Anaendelea kuwalinda wale walio upande wake, maana hao ndio watakao msukuma kufikia malengo yake. Kwa hivyo angalia mahusiano yako
kama mahusiano yako ni yenye afya, unahusiana vizuri na watu, una marafiki, una ndugu wanaokuheshimu, wanaokusikiliza, na wewe pia unawasikiliza, kama unao 5, 10, basi na umelinda huo uhusiano kwa muda mrefu, manake wewe pia una hiyo tabia ya kujitambua kwa njia ya kulinda mahusiano na kuyafanya hayo mahusiano yawe na afya njema. Tabia ya 8 tunayoiona kwa mtu aliyejitambua ni kwamba anatambua thamani yake bila kutegemea uthibitisho wa wengine. Ni mtu yuko na self esteem, anatambua thamani yake na hana haja ya kutegemea uthibitisho kutoka kwa watu wengine. Ninamaanisha nini? Huyu mtu aliyejitambua, utaiona hii tabia kwake kwamba hana haja ya kupendwa na kila mtu ili ajione wa maana. Kuna watu wanataka apendwe na kila mtu ili kule kupendwa kumpe nafasi ya kuamini kwamba yeye ni wa maana. Akiona kuna watu wanamchukia, anaanza kujichukia na yeye. Lakini mtu aliyejitambua, utamuona kwamba yeye anajiwekea thamani yake mbele. Haangaiki na watu kumpenda, haangaiki na watu kusema tunampenda wampigie makofi. Thamani yake inatokana na yeye, haitokani na watu wengine. Ina maana hana haja ya kupendwa na kila mtu. Na kama wewe unataka kupendwa na kila mtu, hujafikia tabia ya kujitambua. Kama kweli unajitambua, utajua udhaifu wako na ubora wako, basi utajivunia hayo. Hauhitaji kupongezwa na watu, hauhitaji kuambiwa na watu. Kisha vaa nguo yako, umeenda kwenye mira, unaona umependeza, inatosha hiyo. Huhitaji kuuliza kila mtu mnanionaje, niko sawa, niko smart, ili upite barabarani kila mtu aseme uko smart ndio useme hii nguo imependwa na watu wengi, kumbe ni nguo nzuri. Hapana, wanaweza wakapenda kumbe wamependa kitu kingine tofauti na unachokifikiri wewe. Ndio maana unakuta wale madada wanaoonekana kupendwa sana, mwisho wa siku hawana mpenzi. Manake yeye amependwa na wengi, lakini yeye hampendi hata mmoja kwa hao. Bado ni taabu. Au wale aliofikiri wanampenda, kumbe walimpenda kwa faida fulani, na baada ya hiyo faida wote wameondoka. Lakini mtu aliyejitambua anaonekana na tabia ya kutokuhitaji kupendwa ili aonekane wa maana. Ingawaje kupendwa ni kuzuri, lakini hahitaji kupendwa ili aonekane ni wa maana. Manake yeye ana maana, ana thamani hata kama watu hawampendi. Na wewe kama ni mtu uliyejitambua, watakao kupenda ni wachache mno. Ni wachache, maana wewe utakuwa unafanya vitu kwa viwango vyako, hutategemea watu. Na kadri unavyofanya bila kuwategemea, ndivyo wanavyokosa kujisogeza kwako. Maana watu wanapenda sana kusaidiana. Mtu anataka yeye aonekane yeye ndio anasaidianaga tu, na wakati mwingine yeye hataki kusaidiwa. Na wengine wanapenda wasaidiwe tu, hawataki kusaidiana. Kwa hivyo wewe ukisema mimi naanza kujifanyia, mnipende msinipende, mimi nafanya, mimi naishi, basi wewe unajitambua. Hiyo tabia tunaiona tu kwa watu waliojitambua. Manake wako na self esteem, wamejiamini kiasi kwamba wanaangalia thamani yao na bila kutegemea compliment kutoka kwa watu. Tunaiona hiyo tabia kwa watu waliojitambua. Tabia ya 9 tunayoiona kwa mtu aliyejitambua ni kwamba ana uwezo wa kusema hapana. Ina maana gani? Hatishwi wala kushinikizwa kufanya vitu vinavyokiuka misimamo au maadili yake. Huko nyuma tuliongelea tabia nyingine. Tabia ya 4 ilikuwa kwamba huyu mtu anajiwekea mipaka ya kimaadili na kijamii. Ina maana hapa sasa ni muendelezo wa ile tabia ya 4, kwamba huyu mtu ana uwezo wa kusema hapana.
katika vitu anavyoona kwamba hivi vitaenda kukiuka maadili yangu, vitaenda kukiuka misimamo yangu, anakuwa tayari kusema hapana. Yeye hashinikizwi, yeye hatishwi, ameweka msimamo wa vile anavyotaka maisha yaende. Na kwa sababu hiyo hashindwi kusema hapana. Akishajiwekea bajeti, tuseme kwa upande wa fedha, yuko tayari kusema hapana ili asiondokane kwenye hiyo bajeti kwa sababu fulani amekuja na shida yake. Yeye wakati mwingine katika chakula hivyo hivyo anajiwekea mipango na yuko tayari kusema hapana. Vitu vingine sio kwamba umeenda kwenye sherehe na unajua kwamba hiki chakula ameweka mafuta mengi na wewe ushakatazwa kula mafuta mengi. Unajua msimamo wako ni kwamba usitumie vyakula vya mafuta. Umeenda kwenye hiyo sherehe, umekuta vyakula vya mafuta, hutakiwi kujieleza. Wewe sema hapana, mimi sili, basi. Hutakiwi kujieleza kwa maana wewe unajua wewe hutatumia kile chakula. Hao wameweka sukari na wewe umekatazwa sukari, wameweka chumvi, umekatazwa chumvi. Kwa hivyo hutakiwi kujieleza. Wewe sema mimi sili, niko sawa, asante, basi. Manake hapana ni jambo lisiloonekana kwa watu wengi. Mpaka hata kwenye saikolojia wanatuambia tusiwe tunaambia watoto hapana. Watazoea vitu vya kukatazwa tu, hawatazoea vitu vizuri. Sasa mtoto anataka kushika moto au mtoto anataka kufanya kitu ambacho kitamuumiza, alafu aanze kueleza, ni kumwambia stop, acha hivyo, ili ajue kwamba katika maisha kuna vitu unabidi kuacha, kuna vitu utaambiwa hapana. Lakini kwenye hizi nchi za wazungu na hii saikolojia yao hii ya watu wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake, hii inafanya mpaka unashindwa kusema hapana. Unaanza kutafuta mbinu mbadala ya kuambia mtu hapana. Hiyo yote haina maana kwa mtu aliyejitambua. Mtu aliyejitambua anajua mimi siwezi endelea, hapa ndio mwisho, sorry au samahani, sitoendelea. Basi hatishwi. Watu wengine tumeona wamekufa na sumu kwa ajili ya aibu. Mtu anashinikizwa kwa aibu, anasema toa suna basi, kula kidogo tu. Amekata tonge mbili, tonge ya tatu, jamaa kimeumana. Kwa sababu gani? Hajatambua uwezo wa kusema hapana. Huyo mtu aliyejitambua ana hiyo tabia ya kusema hapana, na si kusema hapana kwa ajili ya kuwakosea watu adabu. Anasema hapana akijua kwamba hiki kitaenda tofauti na maadili yangu, hiki kitaenda tofauti na misimamo yangu. Hiyo tabia tunaiona kwa mtu aliyejitambua, na anaposema hapana hasemi kwa kujigamba au kwa sauti ya juu. Anasema kwa upole tu kuonyesha kwamba hapana jamani, sitakula, hapana jamani, mimi sitafanya hicho. Manake anaweka misimamo yake mbele kiasi kwamba watu watakaposikia amekataa hawatashangaa, kwa sababu walishajua misimamo ya huyu mtu. Mtu anayejitambua tunamuona na hiyo tabia kwamba ana uwezo wa kukataa hata ofa. Rais wa Burkina Faso alipewa ofa na wale mabilionea wa Burkina Faso. Huyu Ibrahim Traore alipewa ofa ya mabilioni kwa ajili ya kuharibu miradi mbalimbali pale nchini. Alikataa, ingawaje yeye hana hiyo hela, lakini alikataa. Kwa sababu gani? Anatambua kilichomleta kuwa rais sio kutafuta hela, bali kutafuta kutengeneza jina na kutoa mafikiri ya watu katika hali ya ukoloni. Sasa kwake yeye hakuna rushwa, kwa sababu yeye haangaiki na mambo ya pesa. Anahangaika na kujenga jina, na kujenga Burkina Faso mpya, na kujenga taswira mpya ya Afrika. Kwa hivyo mtu anayejitambua ana uwezo kusema hapana. Laurent Desire Kabila pia wa Kongo, kwa sababu alikuwa kiongozi aliyejitambua, alipewa mkopo na Wamarekani, akasema hapana, sisi hatuhitaji hela, tunahitaji amani, tutengeneze chakula chetu, tuna udongo wa kutosha na tuna sehemu za kulima, na kitu chochote mnachotaka kutufanyia nyie mje mkifanyie huku kwetu, lakini kutupa hela, hiyo hela itaenda kwenye akaunti za watu na pengine ile itakayofika mashinani itakuwa ndogo. Alikuwa na uwezo wa kusema hapana kwa sababu alikuwa anajitambua.
Rafiki yangu pia huyu John Pombe Magufuli, yeye pia alisema hapana kwenye vitu vingi mpaka kupelekea kifo chake, kwa sababu pia alikuwa amejitambua kwamba haya yanayokuja haya hayatatusaidia kwenye maendeleo ya nchi. Mimi nimechaguliwa kuwa rais ili kuleta mabadiliko, sio kuchukua hela kuweka kwenye account. Kwa hivyo mtu anayejitambua anasema hata hapana kwa vitu ambavyo vingemfaidi yeye, ila anavikataa kwa ajili ya faida ya jamii. Na tena anavikataa ili kuthibitisha msimamo wake katika mwendelezo wa maisha yake. Kama una tabia ya kukubali kila kitu, hata vitu vinavyouisha, kifo chako hakiko mbali. Na pengine utaendelea kuishi lakini huku ushakufa, maana ushaharibu sifa na hakuna faida unayoitoa, maana wewe unakubali kila kitu. Kwa hivyo lazima ujiwekee mipaka ili ujue cha kusema ndio na cha kusema hapana. Hiyo ni tabia tunaiona kwa watu waliojitambua. Tabia ya 10 na ya mwisho tunayoiona kwa mtu aliyejitambua ni kwamba hujitunza kimwili, kiakili na kiroho. Ninamaanisha nini? Mtu aliyejitambua anathamini afya yake na huchukua hatua kuitunza katika nyanja zote. Nyanja kubwa muhimu zinazoshikilia afya ya mwanadamu ni nyanja ya kimwili, nyanja ya kiakili na nyanja ya kiroho. Katika nyanja ya kimwili, mtu aliyejitambua anatengeneza afya yake katika kuangalia ni nini anachokula. Anakuwa mwepesi wa kuangalia chakula kile kitakachomletea afya. Anaangalia kinywaji anachokunywa kile kitakacholeta afya. Ni mtu anayehangaika sana pia kwa upande wa kufanya mazoezi. Ana muda wa kufanya mazoezi ili kuhakikisha mwili, viungo vyote viko sawa. Ni mtu pia ana maintain usafi. Anahakikisha mwili wake ni safi, anaoga angalau mara moja kwa siku. Na huyu mtu anapiga mswaki angalau mara 3 kwa siku, na anabadilisha nguo kila mara anapooga. Manake ni mtu anaye maintain usafi, anatengeneza routine ya usafi. Na pia katika hali ya usafi anakuwa mwepesi wa kutengeneza mpaka mazingira ya sehemu anakoishi, ikiwemo chumba chake, bafu na sebule na sehemu zingine zote zinakaa safi ili kwamba yeye aishi kwenye mazingira masafi. Kwa hivyo anapothamini mwili wake, anathamini chakula chake, anathamini maji na vinywaji vingine, anathamini mazoezi, na anahangaika, anakuwa makini sana kuangalia afya yake ya mwili jinsi inavyoenda. Katika nyanja ya afya ya akili, huyu mtu anakuwa tayari kujifunza vitu vipya. Anachukua nafasi ya kusoma vitabu. Anachukua nafasi ya kusikiliza kutoka kwa watu wengine. Anakuwa na nafasi ya kwenda kwenye semina, kuhudhuria vikao vya wanaume au vya wanawake, kupata mawaidha na mashauri kadha wa kadha, ili afya yake ya akili iendelee kuchaji. Mtu asiyesoma kitabu anachelewa sana kuichaji afya yake ya akili. Social media peke yake haitoshi. Mtu asiyehudhuria darasa lolote, mtu asiyehudhuria hata vikao, anachelewa sana kuchaji afya yake ya akili. Na hii afya ya akili inatengenezwa kwa njia nyingine tofauti ya hii ya kusoma, kuhudhuria, kupata maarifa. Njia nyingine ya kutengeneza afya ya akili ni kupata pumziko la kutosha, ni kupata muda wa kutosha wa kulala. Kama huwezi kabisa, angalau lala masaa 6, lakini wataalamu wanashauri ulale hadi masaa 8. Ila hayo ni masaa yanasemwaga tu, lakini sio wengi wanaofikisha masaa 8. Wengi matajiri hawafikisha hayo masaa wamelala. Ni masaa 5, 6, akienda sana 7. Lakini katika huo muda wa kupumzika hakikishe uko mbali na vionzi, hizi magadget zote ambazo zinaweza kukuletea upungufu wa usingizi. Manake kama ni simu, ziache mbali huko sebuleni, na vitu vingine vyote, TV na kila kitu, vizimwe, ili wewe sehemu unayolala hakuna kitu kinachoweza
pumbaza, uende pale kama unaenda kulala tu. Kwa hivyo kupumzika pia kunachangia kwenye afya ya akili. Kadri umesoma mambo mengi mchana, umejifunza haya na yale, lazima pia uchukue fursa ya kulala ili uipumzishe akili ipate kucharge, kesho yake ianze na kasi nyingine mpya, au ianze na hali nyingine mpya. Kwa hivyo afya ya akili lazima wewe mwenyewe uitengeneze katika kujua ni nini utakachosikiliza na ni nini usichotakiwa kusikiliza, ili akili yako isipotoshwe na mafundisho ya hapa na pale. Na mafundisho mengi, hii itakuja kuwa pointi nyingine, mafundisho mengi yanayotupotosha ni mafundisho ya kidini. Maana yake yanajenga misingi nje na sisi, yanajenga misingi kwenye historia za watu wengine. Halafu sisi tunachukua hayo, tuna copy and paste, tunakuja kuona ni vigumu hata sisi kuishi hayo maisha. Ni kama mimi niambie mtu aishi maisha yangu mimi Majaliwa, itakuwa vigumu. Maana yake mimi nina jinsi ninavyoishi na mwingine pia ana jinsi anavyoishi. Sihitaji kukopia kwake. Dini zimetupeleka kuishi maisha ya watu tofauti na sisi wenyewe. Hiyo ni mada nyingine. Afya ya akili lazima uitunze katika hizo njia. Utunze pia afya yako ya akili ukiyadhibiti macho yako. Macho yako yasiwe tayari kuona kila kitu. Uwe na kiasi katika kuona. Kuwe mambo ambayo hutakiwi kuona, uyaache jinsi yalivyo tu. Lakini ukitaka kuona kila jambo, akili yako itapeperuka kila mahali. Uwe focused, usiweke macho yako kila mahali. Pia yatunze masikio yako. Masikio yako yasiwe tayari kusikiliza kila kitu. Mambo mengine unayoyasikia usiendelee kuyasikia, switch off. Sikiliza mambo mengine ambayo pengine yatakuongezea energy. Na jambo lingine, uwe tayari kutunza mdomo wako. Mdomo wako usiwe tayari kuongea kila jambo unalolifikiria. Kuna mambo mengi unayoyafikiria, ukisema uyaongee utamaliza siku nzima. Mengine ni ya kwako wewe mwenyewe. Kwa hivyo uwe makini unapoongea, maana umesikia mengi kutokana na masikio mawili, halafu unataka ulete yote uyaongee kwa pamoja, utaumia au utajikwaa kwenye ulimi. Kwa hivyo jitahidi kuongea machache yale yatakayofaidi watu wengine. Maana yake unapoongea sio kwa faida yako, unaongea kwa faida ya wengine. Sasa kwa nini uwape faida wakati mwingine unatakiwa kunyamaza ili ujipatie wewe mwenyewe faida? Kwa hivyo katika afya ya akili tuangalie hizi njia ya macho, njia ya masikio na njia ya mdomo. Tuwe na kiasi kwenye hivyo vitu ili tuilinde afya yetu ya akili. Mtu anayejitambua pia anatunza maisha yake au afya yake ya kiroho. Ya kiroho ni tofauti na dini. Kiroho ni mwelekeo wako wa jinsi unavyojihusisha na Mungu, your spiritual connection with God. Na hiyo haianzi na Mungu, inaanza na baba yako, babu, inaenda hivyo, ndio inaenda mpaka kwa Mungu. Connection yako iko kwenye ukoo wako, your ancestors. Hapo ndipo unapitia kufikia Mungu. Manake Mungu hajakuumba wewe umezaliwa tumboni mwa mama yako na baba yako. Kama ni kuumbwa, umeumbiwa pale ndani. Mungu amewapa wale uwezo wa kuumba. Sasa wewe unaacha hawa ambao ungewaheshimu, unaenda kumheshimu usiyemuona. Dini imetupofusha. Kiroho chetu kinaanzia, afya ya kiroho inaanzia kwa wazazi. Jinsi unavyowatunza wazazi wako, ndivyo afya yako ya kiroho inavyozidi kupanuka zaidi. Manake ukiwa mtu wa umri wa kuanzia 30 kupanda, lazima uwe na uwezo wa kutunza wazazi wako. Na hata ukiwa mdogo, uwe tayari pia kuwatunza wazazi. Ninamaanisha nini? Uwe tayari kutumwa na wale wazazi, uwe tayari kuelekezwa vitu vya kufanya na wale wazazi. Usiwe mbishi. Kiroho chako kiko hapo. Manake hapo ndipo unapanda viwango vya kiroho. Unaenda unajiconnect mpaka kwa Mungu. Connection yako, spiritual connection, kiroho, mahusiano yako ya kiroho na Mungu hayahitaji mtu aliye nje na ukoo wako. Sijui kama naongea Kiswahili kinachoeleweka. Mahusiano yako, nitarudia hapo tena. Mahusiano yako ya kiroho na Mungu hayahitaji mtu mwingine wa nje ya ukoo wako.
wanaoweza kukuunganisha au unaoweza kutembea nao pamoja kwenye kiroho chako au level yako ya kiroho kwa Mungu ni wale watu wa ukoo wako, kwa sababu roho inaenda na damu, na damu yako ni damu ya kaka yako, na ni damu ya baba ya babu, inaenda hivyo. Watu wanafikiri kwamba hivi ni vitu viko nje sana. Hapana, hakuna roho bila mwili na hakuna mwili bila roho. Ni vitu vinaendana, na akili iko hapo katikati, ndio nafsi. Kwa hivyo ili tushirikiane, ili tuhusiane na Mungu vyema, lazima tujue kuwatunza wa nyumbani mwetu, na tunapojua kuwatunza tuende katika hiyo njia, na tutapanuka sana kiroho, na tutapata baraka za kiroho, kwa sababu hizo baraka zinatamkwa na watu wetu. Lakini nyie mnaoenda kanisani mtafikiri anayetamkiana baraka ni mchungaji. Mchungaji wa wapi? Yeye pia na ukoo wake. Kama amewadharau watu kule, hakuisha maneno. Kiroho ni tofauti na kidini. Mchungaji ni mtu wa dini, shehe ni mtu wa dini, lakini kiroho ni wewe mwenyewe, bila wimbo, bila doctrine, ni wewe na wazazi na wazazi wa wazazi, inaenda hivyo. Kwa hivyo mtu anayejitambua anajitunza afya yake katika viwango vya kimwili, katika viwango vya akili, na katika viwango vya kiroho. Anakuwa na muda wa kufanya ibada. Ibada hapa ni ili ibada iwe kamili, ni kule kujitoa. Unajitoa mwili wako kuwa dhabihu. Mwili wako uwe unatengenezwa upya kwenye nia mpya. Ndio hapo nilipokuambia uwe na muda wa kulala ili uje uanze kesho yake na nguvu mpya. Kama huwezi kupumzika, utachelewa kujitengenezea nia mpya. Kama wewe huwezi kuwasikiliza wengine na huwezi kuwa na kiasi katika maneno, utachelewa kujifanya upya nia yako, kwa sababu nia yako itakuwa pale pale ya kuwaongelea wengine vibaya. Kwa hivyo hiyo afya hiyo kwa mtu aliyejitambua anailinda sana. Utawakuta watu wengi waliojitambua hawana miili mikubwa sana hivi, kwa sababu ni wakaguzi sana kwa vitu wanavyokula. Wanakagua sana chakula, wanakuwa pia na muda bila kula. Wanaweza kupita mpaka siku nzima hajakula chochote. Maana yake energy inakuwa nyingi mwilini. Usipokula, kama hujala, ndio unakuwa na energy nyingi. Kama mimi hapa hivi sijala toka asubuhi, naweza kuwa na energy kabisa ya kutosha ya kuongea mpaka jioni. Lakini nitakapokula nitapata nguvu zimepungua na nataka kupumzika. Kwa hivyo mtu anayejitambua anakuwa makini kwenye afya yake, ndani ya mwili, ndani ya akili na ndani ya kiroho, kwa sababu kiroho ni muunganiko wa mwili na akili. Tumefika mwisho wa kipindi hiki wa kueleza tabia 10 zinazoonekana kwa mtu aliyejitambua. Kama kuna tabia yoyote ulio nayo kwenye huu mlolongo, basi niandikie kwenye comment hapa chini ili tuendelee kushare mengi zaidi. Na kama kuna yale mapya ambayo umejifunza kutokana na hizi tabia zinazoonekana kwa mtu aliyejitambua, basi niwekee kwenye comment hapo ili tuendelee kupanua zaidi. Na kama kuna topic nyingine ambayo ungetaka ielezwe kwa upana zaidi, basi niandikie hapo chini ili niione tuweze kujadilia zaidi. Usiondoke kwenye chaneli yetu, tuachie like hapo, tufollow ili kwamba uweze kuwa wa kwanza kuona video nyingine tutakayoiweka wiki ijayo. Panapo majaliwa. Asante.